Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, nipo hapa kuzungumza maandalizi ya timu yetu ya Dodoma Jiji kuelekea mechi yetu ya kesho dhidi ya Azam. Maandalizi yetu yamekwenda vizuri, ni kwamba tuko kwenye utayari, tuko kwenye mechi ambayo kila mchezaji anahitaji kwa sababu ni mechi ya kufungia msimu. Jambo zuri ni kwamba tunakutana na moja top timu ambazo ziko katika ubora miongoni mwa timu ama 2-3 za kwenye ligi, moja hapo ni Azam. So maandalizi yamelenga kulingana na ugumu kwa maana ya ukubwa wenyewe wa mpinzani ambaye tunakutana naye. Ukichagiza pia matokeo ya mwanzo hayakuwa vizuri katika raundi yetu ya kwanza, lakini hiyo ni sehemu tu ambayo ya kutufanya sisi tusirudie tena makosa, kwa sababu tunafikiri kwamba tuliharibu mechi ile ndani ya dakika kama 10-15. So tunajifunza kutokana na mapungufu. Tunaamini kwamba kwa maandalizi japo ya muda mfupi ambao tumeyafanya, nadhani morali ya wachezaji iko vizuri kwa ajili ya mechi hii, na kitu ambacho tunachokizingatia hapa ni namna ambavyo tunaweza tukamaliza msimu vizuri. Lakini jambo lingine ni namna ambavyo tunaweza kupata kitu chochote kile, iwe ni point 3 ama vyovyote vile, lakini pasipo kupoteza, kwa sababu tukiangalia kwenye kikosi chetu sisi cha Dodoma Jiji unaweza kuona kuna timu ambayo imeweza kupata point 6 katika msimu huu. So tunajaribu kuona hicho kama tunaweza tukakimaintain ndani ya kikosi chetu. Hakuna timu ambayo imechukua double, maana yake either tupate 1, 3 ama 4 au 6. So ni kitu ambacho tunaona kama tunaweza tukapambana tukipate kwa Azam. Lakini yote kwa yote ni kwamba tunaujua huo ugumu kwa maana ya ubora wa Azam. Technical staff wao kuna mmoja wa walimu top coaches wenye daraja la juu kabisa Afrika, kwa maana Ibenge pamoja na staff wengine kama kina Liogope, lakini ukiachilia mbali aina ya squad ambao wako nao. Lakini kwetu sisi pia tuko na msimu ambao ni mzuri ukikompea kwenye hizi mechi ambazo tumekuwa tukizicheza hizi kubwa. So hilo jambo hatuwezi kuliondoa, na hiyo ni moja morali ambayo iko inayotuongoza kuelekea kwenye mechi hizi, kwamba tunaweza kufanya kitu chochote kwa mtu yoyote na mahali popote pale. Kwa sidhani kama kuna ukubwa, kuna utofauti wote zaidi ya suspension ya Agustin Santa ambaye tunaweza kumkosa kwenye kikosi. Then tunajaribu kuassess mchezaji mmoja ama wawili ambao kwa kiasi fulani ambao tunafikiri kwamba walikuwa na knock kwenye mechi iliyopita, tuone kama wanaweza kurejea, lakini kikosi kiko tayari. Asante. Mwalimu ametoka kuzungumza hapo, mwalimu Liogope, na bahati nzuri yuko hapa na kusikia. Amesema kama kuna timu anaifahamu vizuri basi ni Dodoma Jiji, na kuna uwezekano hata waliopo, kwa maana ya nyinyi inawezekana hamujui kama yeye anavyojua. Hauoni kwamba inaweza ikatishia uwezo wenu wa kupata matokeo? Kassim Liogope hajawahi kuanzisha Dodoma Jiji. Dodoma Jiji imeanzishwa na watu wengine ambao wanaifahamu kila kitu, si ndio? Kwa hiyo muhimu tu ni kumheshimu, kwa sababu ni mwalimu ambaye amefanya kazi pale, na sisi moja wa walimu wa Kitanzania ambao amefanya vizuri na anaendelea kufanya vizuri. Issue ya kuifahamu vizuri timu, nafikiri hicho ni kitu kingine cha utofauti kabisa. So nafikiri ilikuwa ni hoja ya kumpa yeye mwenyewe morali tu, lakini sio generally kwamba anaweza kumsaidia kwenye matokeo yote yale. Yes coach, tumewahi kuona mechi moja kubwa iliweza kushinda kwa comeback ya juu sana against Brazil Girls. Kesho wanakutana na Azam. Hiyo itakuwa na consistency? Bahati nzuri au mangapi ama mbaya ni kwamba hizi mechi hazinaga photocopy kwamba uchukue hii ukatoa hapa ili ilete same thing, si ndio? Situation itakayokuwa imetoka kwenye mechi hiyo ndio itatudrive tutaanzaje. Kama ambavyo ninavyokuambia kwamba mechi ile tuliyocheza ya awali hapakuwa na wachezaji ambao tuko nao sasa hivi, lakini tulianza vibaya. Kama tunaweza kuianza imara, tunataka kuwapa shida pia, kwa maana kwamba tuwape mechi ambayo ni nzuri kwa watu ambao wanaangalia Azam TV, si ndio? Kwa watu ambao wanafuatilia soka letu, basi tuwe na moja mechi ambayo ni nzuri, watu wahamishe channel kwamba mechi nzuri iko, mechi ya hawa na hawa. Lakini mambo ya results kwamba tulipata against labda team fulani hivi hazifanani, kwa sababu ni wachezaji tofauti, kiwanja tofauti, maandalizi tofauti. Lakini kwetu sisi ikitokea hivyo, basi ni jambo ambalo ni nzuri zaidi kulifanyia kazi. Kwa hiyo lengo letu ni kushinda, na lengo letu kama inaweza tukafanya pia, lakini kama baki maana yake umetangulia kufungwa, si ndio? Tusingependa kitu cha namna hiyo. Asante coach, last season nilikuwa na Prison. Press ya mwisho uliongea kwa uchungu mkubwa sana kwa hali iliyokuwa kipindi kile. Hii ni press ya mwisho kuelekea mchezo wa mwisho wa Dodoma Jiji msimu huu, ambao unaweza kusema unajipiga kifua kwamba umekuwa na mafanikio makubwa miongoni mwa makocha wao kiasi gani ukiwa Dodoma Jiji? Na mafanikio manake kila mmoja anayatenga kwa namna ambavyo anayaona, lakini nafikiri ni kwamba tumemalizia ligi
hatukuwa na pressure ukikompea na misimu kama mitatu ya hii timu hii tuliopo sasa hivi ya Dodoma Jiji. So hii ni top league. Unapokuwa umemaliza huko safe ni kitu ambacho kwanza cha kujivunia, lakini pia unajivunia kitu kingine kwa maana ya kuna baadhi ya moment ambazo tumewapa washabiki wetu furaha, hususan kwenye hizi big match, si ndio? Lingine ni kuimarika kwa viwango vya wachezaji wetu, baadhi ambao wengine walikuwa wakiwaona na wengine wamekuja kunyanyukia pale na baadhi ya wachezaji kuchomoza na kuonyesha performance ambayo ni nzuri. So ninafikiri hii ni kwa niaba ya management ya Dodoma Jiji, ni kwa niaba ya staff yote ya Dodoma Jiji, kwa maana walimu wote walioko pale, lakini pia kwa niaba ya washabiki wetu, kwa sababu kila mmoja ameshiriki na wachezaji ambao pia wametupa heshima hii. Kwa hiyo mimi nikiwa hapa basi niwakilisha hao watu kuwazungumzia kwamba wamefanya kitu kikubwa bila kujali matokeo ya kesho, kama kesho tukiongezea ama tusipoongezea, lakini season imekuwa ni nzuri kwa sababu hatakuwa kwenye pressure ukilinganisha kuna timu huko sasa hivi zinawaza wajalala, si ndio? So na sisi tunapaswa kujisifia katika season yetu. Coach yazungumza na mashabiki wa Dodoma Jiji. Mashabiki wa Dodoma Jiji tunaomba waongezeke tu, wasiwe wale wa Dodoma, wengine wanao waweze kuhama kwenye timu zao waje, na mwisho wa siku kama kuna kitu tumekifanya cha kuwafurahisha basi waendelee kuifuatilia timu yetu, na ikiwezekana wanunue hata vifaa vya Dodoma Jiji na sisi tutapata morali. Karibuni sana. Shukrani sana coach. Naam, huyo alikuwa ni coach Amani Josia ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi na timu ya Dodoma Jiji. Wao kama Dodoma Jiji wamejipanga vipi kukabiliana na timu ya Azam? Ni wakati wa kumsikiliza mchezaji ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake. Wao kama wachezaji wamejipanga vipi kukabiliana na Azam? Karibu sana, zungumza na wanahabari. Asante sana. Sisi kama timu, cha kwanza tunashukuru tumefika salama. Na tunapenda kuahidi mashabiki wetu wa Dodoma kwamba mechi tunaitaka tunaenda kushinda. Tuna kumbukumbu so nzuri sana. Nyumbani walikuja akatushinda goli 3. Kwa hiyo tumejipanga tuje kuwafurahisha mashabiki wetu. Nakaribisha maswali. Na mmekuwa na kiungo cha kati kizuri sana kwa Nelson Munganga na Sami Hosa. Wewe kama mchezaji unakwenda kukutana na kiungo cha kati kigumu sana cha Azam. James Akamemba ni Mkana. Ukisema utaenda kuambia wenzako kuweza kuwa na ile bato kubwa kuchukua na matokeo. Cha kwanza nashukuru ushasema sisi tuna viungo wazuri. Kwa hiyo umeona kiungo wetu walipokuwa wazuri kushinda Azam. Kwa hiyo sisi tutaenda kufurika pale kati. Maliza. Swali lingine. Kama anatisha mchezaji wangu. Zungumza sasa na mashabiki wa Dodoma pamoja na mashabiki wa ligi kuu ya NBC. Napenda kuwakaribisha katika siku ya mchezo wa kesho, mechi ya mwisho, tuje pamoja waje wafurahie show ya kesho. Shukrani sana. Asante sana.